Kwa majina naitwa Bakari Barnaba, ni mkazi wa Arusha mjini na nilikuwa mwanachama wa kada cha Mapinduzi na bado sijatoka huko na siwezi kutoka. Ni sisi na kadi yangu hii hapa, kama utaruhusu nionyeshe pia. Hizi stories tunazozisikia za makamu mwenyekiti wa Chadema kula pesa, kwanza hizi ni story mpya, kwa sababu hatujamuona muhasibu wala mtunza hazina wa Chadema aliyetoka kuzungumzia kwamba fedha zimepigwa. Unachoangalia ni kikundi cha watu wachache kutoka Morogoro na huko Tanga. Kile ni kikundi cha watu 10 jumla. Tunaweza kusema kile kikundi kimenunuliwa. Na hizi hela wanazozitumia kununua watu, Chadema haina hela za serikali kwa sababu haijaipigiwa hesabu yote. Hakuna mkaguzi wote wa serikali anaenda kupigia hesabu zile hela. Sababu sio hela zinazotokana na nini? Na serikali. Mbona ila Heche linakuwa linapamba moto kuliko ila lenye maslahi na umma? Kwa hiyo kwenye swala la Heche kweli, tuwe wa kweli. Heche sio mtu wa kula vile vijisenti. Hata tukiangalia zile ng'ombe alizokuwa anachunga juzi pale, zile ng'ombe zake na maziwa alikuwa anayakamua, hayafanani na hizo hela anazosema zimeliwa na Heche. Sasa ndio maana nilikuambia wale ni watu wa kununuliwa, kwa sababu mtu ambaye hahusiki, sio muhasibu wa fedha za chama, sio mtunza hazina wa chama. Kwa hiyo hata swala la kuwa na mahesabu kamili ya zile fedha hawezi kuwa nayo. Kwa hiyo ni watu tu wale walioamua tu kumchafua mtu. Na ndugu mwandishi, labda tukuambie tu, siku zote nani mzinga wenye nyuki wengi, asali pale iko ya kutosha. Na ukiona mtu wenye matunda ndio mtu unaelengwa mawe. Kwa maoni yangu, wanaposema kwamba Heche kala hela, kwanza kala hela zipi? Zimetoka kwenye akaunti gani? Zimechangishwa na serikali ya Chadema au ni serikali ndio imetoka kutoa kule ikawapa? Mimi naona hilo swala halipo. Kwa sababu gani? Hawa ni watu ambao washatengenezwa, wapo kwa ajili ya kuharibu chama. Alafu wanaoongea unaangalia wana mantiki gani? Wana ushawishi kwenye hicho chama cha Chadema, wana ushawishi. Ukija kuchunguza ni kwamba hawana ushawishi, hawajulikani, hawapo. Angekuja akasema labda ni Lema ndo anasema bana hela zimeliwa, au amesema ni Heche bana nimekula hela, hapo mimi naweza nikaja nikasupport. Lakini kwa kutuaminisha wananchi kwamba kuna Heche amekula hela, hilo mimi nakataa. Na siwezi nikali appreciate kwamba hilo kitu kwamba eti niruhusu kwenye ubongo wangu eti kwamba Heche kala hela. Kwanza hilo swala halipo na wala silijui na halitaki kuwepo, na wala inatakiwa lisiplaudiwe yani kama akaunti ya Heche ipo na akaunti ya kuchangia chama ipo, inatolewa, tunamchangia Heche, tunatoa sisi, ndio tunatoa hela. Tunachanga mara 2 hata mara 10 tunachanga. Sisi ndio tunaozisaka huku. Sisi ndio tunataka, sisi ndio tunajua uchungu wa pesa. Bana hii pesa yangu hii nampa Heche, hii moja kwa moja ni ya Heche. Hii ngoja ikasaidia chama. Ili taendelee kuanyosha. Sisi tunatoa baba. Baba hela zipo hizi hapa. Tone tutakupa. Kwa akaunti ya Heche iko wapi? Iletwe baba, tutume hela. Kama ni kujenga ajenge hata magorofa na magorofa. Anaitwa Johnson Mwakabenga. Sidhani kama kuna ukweli ndani yake. Hakuna ukweli ndani yake. Kwa sababu kama kuna ukweli ndani yake, chama kama chama ingeshajua. Kwa hiyo hakuna ukweli ndani yake. Ni mambo tu labda kuchafuana, lakini sio kweli. Sio kweli. Itasimama kwa sababu kama jambo la kweli, kama jambo sio la kweli, itasimama, lakini kama la kweli utajulikana. Katibu mkuu baada ya kutoka kwenye mkutano mkuu, katibu mkuu alikuja na kutuelewesha jinsi fedha za chama zinavyotumika. Kinyume na hapo, yani hakuna mtu anaweza kuchukua pesa, kwa sababu saini ni ya katibu mkuu na mweka hazina.